akafanya vizuri, au Yanga ameshinda mechi 4 nyuma zote misimu, anaweza hii pia akaja akashinda. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kwenye pitch. Huwa mimi sipendi kuongea mambo ya kishabiki sana. Mimi napenda kuongea mpira brother. Wewe kwamba eti sisi tutafunga kwenye mpira, lazima uwe na discipline sana na unatakiwa ubakishe maneno. Kwa hiyo mimi nauheshimu sana mpira. Na dabi yoyote anaweza kaenda kushinda endapo hizi scenarios zinazoendelea mitandaoni itatulia na hatimaye management ya Yanga ikakubali kwenda kucheza tarehe 15. Mimi naamini na uheshimu mpira, lolote linaweza kutokea ndani ya uwanja kuliko kuongea maneno ambayo ya kishabiki. Sam, ni kwamba Young Africans ilikuwa inatajwa kwamba ni moja ya timu ambazo msimu huu kiwango chake kimeshuka, wachezaji wake si bora. Ulikuwa unaliona hilo pengine mwanzoni mwa msimu na ukilinganisha hivi sasa? Hapana, mimi naamini kabisa, na ndio maana toka msimu unaanza katika klabu ambayo nimeweza kuipa kwanza kwenda kutetea ubingwa Dar es Salaam Young Africans. Kwa nini? Ni timu ambayo imefanya usajili ya wachezaji ambao wanajuana. Chemistry yao ilikuwa si ya kwenda kusema kwamba tunakwenda kutafuta chemistry ya muda mrefu. Ni wachezaji kuingia, kujoin, kuangalia mifumo na wakaenda kwenda kufanya kile kitu ambacho kocha anakihitaji. Kwa hiyo mimi naamini mpaka kesho Dar es Salaam Young Africans wanao nafasi kubwa sana kwenda kutetea ubingwa wao, kwa sababu ndio mabingwa watetezi. Sasa mimi kuniambia kwamba Dar es Salaam Young Africans viwango vya wachezaji vimeshuka, siwezi kuamini, kwa sababu ukiangalia ni timu ambayo imeruhusu magoli machache, ni timu ambayo inaongoza ligi, ni timu ambayo ina magoli mengi. Kwa hiyo ukiangalia hizo numbers, mimi kwangu bado naona Yanga wana deserve kwenda kutetea ubingwa. Ingetokea mngepata mchezo mgumu kama dabi, ingewafanya muwe vyema zaidi kuelekea mchezo wenu wa finali? Simba wamepata match fitness nyingi, kwa sababu walikuwa na mechi za viporo ndani ya siku 11, siku 12 wamecheza mechi 4. Kwa hiyo mimi naamini kwa hilo wachezaji wa Simba wako vizuri kwenda kwenye hiyo mechi ya finali. Kwa hiyo mimi kikubwa ni wachezaji kuhakikisha wanatengeneza mentality nzuri ya kujua tunakwenda finali, tunapocheza na timu ngumu ambayo tayari wamekuwa champion kwenye hiyo tournament mara 3. Kwa hiyo RS Berkane ni timu nzuri, na chochote kwenye mpira kinaweza kutokea. Inaweza Simba akawa champions au Berkane akawa champion. Kwa hiyo kikubwa ni jinsi gani Simba wanavyoendea mechi finali ya kwanza. Approach yao ni kuhakikisha wasiruhusu magoli mengi. Na wasiwasi wangu mimi mkubwa, Simba amekuwa na desturi ya kuconcede sana magoli kwenye timu kama KMC, timu kama unakuta katika mechi 4 ambazo wamezicheza za NBC, mechi 4 wametoka na clean sheet moja tu, ambayo wametoka na Mashujaa JKT. Lakini ukiangalia Mashujaa wameconcede, Pamba wamefungwa goli 5 lakini wameconcede, KMC wameconcede. Kwa hiyo ukiangalia napata na wasiwasi, lakini kuna kitu kinanigonga kichwani kwamba Simba ya NBC na Simba ya mashindano ya kimataifa ni vitu vili tofauti. Acha tuione itakwenda kutuonesha kitu gani kesho kutwa tarehe 17. Miongoni mwa timu ambazo zimefunga magoli mengi kwenye kombe la shirikisho ni RS Berkane. Umezungumzia ubovu wenu kwenye kulinda. Unaona zahama sasa kwenu sana. Ndio maana nikasema kwamba wasiwasi wangu nikiangalia mechi 4 hizi tulizocheza, tumeconcede magoli kwenye mechi 3. Tumetoka na clean sheet ya mechi moja tu ya JKT. Kwa hiyo tusipokuwa makini tutakuwa tutazungumza hadithi nyingine tofauti. Kikubwa ni wachezaji wahakikisha wanajituma kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90, kwa sababu tunaenda kukutana na wapinzani ambao ni wagumu. Ukiangalia defense yao ni ngumu, na pia wanajua sana kutumia nafasi ambazo wanazipata. Kwa hiyo tuwe makini ndani ya kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90. Na mimi ingelikuwa kama labda ni Fadlu Davis, approach ambayo aliingia nayo kwenye mechi ya kule Libya, tulikutana na wale Hilal Tripoli, aliingia na approach nzuri sana. Tukiingia nayo ile ya kuhakikisha kwamba tunakaa nyuma zaidi na kwa sababu tuna wachezaji wa kuweza kucheza counter attack. Tunao Eliam Pans, tuna Akib Dennis, wana uwezo kwenda kukimbia na kuweza kuleta hatari kwa wapinzani. Sawa, swali langu la mwisho. Umesikika siwezi kupeleka timu bila kupewa sababu. Kwa sababu leo hii ukiingia kwenye barua ya TFF hapo nazungumza ungekuwa kiongozi